ambapo kutakuwa kuna maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal na maneno ya Sheikh Rabi jazakumullahu khairan. Hichi kitabu kinaelezea itikadi sahihi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, al-firqatu an-najiyah, al-taifa al-mansura, Ahlus Sunna wal Jamaa. Kipengele cha kwanza, at-tamassuku bima kana alayhi as-sahabatu wal-iqtida'u bihim. At-tamassuku, kushikamana, yani ndio misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Msingi mmoja wapo at-tamassuku bima kana alayhi as-sahaba, kushikamana na ile hali ambayo walikuwa nayo masahaba, waliqtida'u bihim, na kuwaiga, kuwapata. Wewe kama mwana sunna, msingi mmoja wapo kwako ukishika kilichoshikwa na masahaba, kuwafanya masahaba ndio kubwa, ndio role model wako, ndio wa kuangalia na kuwaiga na kuwapata na kuwageza. Si kwamba mwanamuziki fulani, maswahaba ndio kioo chetu. Samani kuna maneno tutayaacha na haitakuwa manhaji yetu kuacha maneno, lakini kuna maneno ya kisanadi ya Kanani alimkema Ahmad na nani ambayo wengi wetu takuwa kuyasoma kama ni kuchukua muda fulani. Kwa sehemu hii ya kwanza kuna maneno tutayaacha kidogo, yale ambayo yanaita kama ni sanadi walomke Imam Ahmad kwamba ni kweli ameongea haya maneno, ili kudhibitisha kweli kitabu kinamuhusu yeye. Kwa hiyo tushuke hapo chini kwenye maneno ya Imam Ahmad mwenyewe kwamba usulu sunnati indana, na hiyo mistari mitatu ya katikati kwenye hilo neno usulu sunna, tukiacha na hiyo sanad kidogo ambayo ipo hapo juu. Yani kiufupi, Abdus ibn Malik al-Athar amesema nimesikia Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal akisema. Kwa bwana Abdus ibn Malik rahimahullah amemsikia Imam Ahmad akiongea haya maneno yafuatayo, ni akikarrir itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Kwa Imam Ahmad amesikika akisema, akielezea itikadi ya Ahlusunna, na yeye ndiye anaitwa Imamu Ahlusunna wal Jamaa. Imam Ahmad anasema usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu, misingi ya sunna, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, ni kushikamana na kile ambacho walikuwa nacho masahaba. Imam Ahmad bin Hanbal anasema usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu, at-tamassuku, ni kushikamana bima kana alayhi ashabu rasulillah, kushikamana na kile ambacho walikuwa nacho masahaba wa Mtume, waliqtida'u bihim, na kuwaiga masahaba. Hiyo ndio misingi yetu muhimu ya sunna. Watarkul bid'i, na kuacha bid'a. Miongoni mwa misingi ya sunna kuacha bid'a. Watarkul bid'i, na kuacha bid'a. Wa kullu bid'atin fahiya dhalala. Haya maneno ya Imam Ahmad, kila bid'a ni upotovu. Habari ya kwamba kuna bid'a nzuri hasana na bid'a nyingine mbaya, hadha taqsimu laysa alayhi dalil albatta, wa in qala bihi ba'd ulama al-afadil. Ili swala kugawa kuna bid'a nzuri, bid'a mbaya, hata kama baadhi ya afadhil kama kina Ibn Hajar al-Asqalani, Nawawi wamesema hivyo, lakini kauli rajih kwamba bid'a zote ni potofu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Imam Ahmad anasema wa kullu bid'atin fa hiya dhalala, kila bid'a ni upotofu. Misingi ya sunna, wa tarkul khusumati, kuacha magomvi. Wa tarkul khusumati, kuacha magomvi.
Shekhe mbele atakuja kusherehesha kipengele kimoja kimoja. Hii ni matini na kuna mshereheshaji. Kuacha magomvi ni msingi muhimu. Waljulusu ma ashabil ahwai, yani na kuacha kukaa na watu wanaofuata matamanio. Miongoni mwa misingi ya sunna hii inaunganishia katika tarku, yani waljulus ma ashab, yani watarkul julusi ma ashabil ahwa, kuacha kukaa na watu wa matamanio. Watu wa matamanio ni wale watu wa bid'a, yani mtu hataki dalili, anafuata nafsi yake inavyotaka. Kwa hiyo inahusiwa kukaa mbali naye, kwa sababu haya matamanio ni mumriwa, yanaambukiza ugonjwa. Kwamba kukaa karibu sana na yeye na wewe yatakupata hayo maradhi. Msingi mwingine wa sunna, Imam Ahmad anatufundisha watarkul mirai waljidali, na kuacha ubishi, mabishano. Mirai ni mabishano, bishi. Kuacha ubishi, waljidali na mijadala, walkhusumati na magomvi, fi dini, katika dini. Kuangalia katika kipande cha hayo maneno yake ametaja visingi mingi: kushikamana na masahaba, kuacha bid'a, magomvi, kukaa mbali na watu wa matamanio, kuacha ubishi na mijadala mbalimbali sio na maana, na ugomvi katika walkhusumati fi dini. Haya ni maneno ya matini, mwenye matini ambaye ni Imam Ahmad ibn Hanbal, sahibul musnadi wa sahibul zuhud. Sasa sherehe hapa ni sherehe ya Sheikh Rabi hafidhahullah, ambaye alikuwa akisherehesha kwa wanafunzi. Na kwa kuwa kuna mambo ya sanadi tumeyaacha, kwa hiyo na katika sherehe kidogo kuna mambo fulani wakati sheikh anasherehesha mambo ya sanadi tutayaacha, sababu matini yake hatujasoma. Kwa samahani pia katika sherehe twende ukurasa wa 6 kwenye hayo maneno ya Imam Ahmad, usulu sunna indana. Yani tusome sheria maneno yao kwa sababu ndio tuliyosoma matini yake. Kama nilivyosema, hatutakuwa tunapata usatibu kuruka maneno, lakini hapa kuna masala fulani ya kisanadi ambayo umeona tusiwashughulishe watu na kuokoe muda. Kwa hiyo Sheikh Rabi wakati anasherehesha maneno ya Imam Ahmad anasema, fayaqul, Imam Ahmad anasema akielezea hiyo akida ya ahli sunna wal jamaa, au tuanze maneno yake wapi baada ya masala ya sanad. La, yani twende juu kidogo, huna hapo juu mstari wa juu kabisa wa pili. Sheikh anasema huna baada an saqa al-isnada ila al-imam Ahmad, baada kuleta sanad waliopokea maneno mpaka kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa hiyo baada ya kuletwa sanadi fulani amemsikia fulani fulani mpaka Imam Ahmad amesema, qal, sasa Imam Ahmad mwenyewe amesema maneno yake, ndio yale tuliyoyasoma. Usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi Waislamu ahli sunna wal jamaa, kwetu misingi ya sunna atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume. Tayib, yani kabla ya kusoma hii sherehe, yani vipi tunaweza kuona vina umuhimu gani? Yani zipo baadhi ya harakati katika dini au baadhi ya vikundi, yani kama ikhwan muslimin na wengine kina nani, hii habari ya kuwafuata maswahaba si hawana time nayo. Na maswahaba walikuwa zamani na wao pepo, sasa hivi kuna mambo hivi. Yani kuna baadhi ya Waislamu au vikundi vya Kiislamu havizingatii umuhimu wao maswahaba, kuzingatia wao walikuwa kipindi hicho na nini zamani, sasa hivi mambo mengi, yani kana kwamba sisi sasa hivi tuna ya maana sana. Kwa hiyo kwa kuwa zipo fikira kama hizo, maneno kama haya mashehe na ushahidi wake ni muhimu. Sababu utakutana na wengine atakujenga bwana, au washapita kipindi chao, hakuna teknolojia kipindi chao, hakuna hichi sasa hivi akili zetu zimetanuka, sababu hivi dunia imetanuka. Yani mtu atakupa maneno kuonesha kana kwamba sisi tuna la maana kubwa sana za kuwashinda wale wanafunzi. Idhalika watu kama kina Imam Ahmad wanakariri huu msingi kwa unaweka namba 1, wewe vyovyote utavyokuwa, uwe na umeme, uwe na simu na nini, hauwezi kumkaribia sahaba wa mtume. Bali hadithi ya mtume ni maarufu,
kwamba hata mtu asiyekuwa sahaba akitoa mlima wa dhahabu mlima sadaka, hawezi akifikia kibaba. Sasa sahaba ametoa kibaba ni wewe umetoa mlima, bado sahaba aliyotoa kibaba na thawabu nyingi kuliko yeye. Imani yake ilikuwa juu, alichokitoa amekitoa wakati Uislamu unahitaji sana hivyo vitu na nini. Kwa hiyo hili swala la umuhimu wa masahaba, na kwa upande mwingine pia kuna watu kama Mashia, wao dini yao ni kuwatukana masahaba. Kwa hiyo usipoambiwa umuhimu wa hawa wanafunzi wa Mtume kuwashika, unaweza kuona watu wanaotukana masahaba si watu tu kama siacha watu. Maana Mashia wanazungumzia uzito wa masahaba. Kesho na kesho kutwa ukimsikia mtu amekaa hapa, Abubakar laanatullah, kule Mtume si amesema msiwatukane masahaba, mbona anamtukana? Yaani wanafunga hivi dini hivi vya kuwatukana wanafunzi wa Mtume. Lidhalika msingi una maana nzuri. Mshereheshaji Sheikh anasema falladhi alayhi ashabu rasulillah, kile ambacho walikuwa nacho maswahaba, huwa al-miqyasu, ndiyo kipimo. Walichokuwa nacho maswahaba huwa al-miqyasu, ndiyo kipimo, lilmuhiqina, kwa watu wa haki. Muhiq kinyume na mubtil. Muhiq ni mtu aliyosha haki, mubtil ni mtu wa batili. Kwa hiyo kile walichokuwa nacho masahaba ndiyo kipimo lilmuhiqin, kwa ahlul haq, alladhina yatamassakuna bihadha al-asli, wale ambao wanashikamana na msingi huu wa kuangalia masahaba. Basi wale wanaoheshimu msingi wao, kilichokuwa na masahaba wao kwao ndo kipimo cha kuona mtu yuko sahihi au. Wa huwa ma kana alayhi ar-rasulu wa sahabatuhu al-kiram, nacho ni kile ambacho alikuwa nacho Mtume na masahaba wake watukufu. Sasa kwani Mtume na masahaba walikuwa na nini? Tunaomba kitu kishike hicho. Je, Mtume na masahaba walikuwa na kitu gani? وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفائه الراشدون إلا على الهدى والرشاد. hakuwa mtume, hawakuwa masahaba watukufu, hawakuwa makhalifa waongofu Abubakar, Umar, Uthman, Ali, hawakuwa illa ala alhuda warashad, isipokuwa walikuwa katika muongozo na uongofu. Kwa ukisikia uheshimu alichokutaja mtume na masahaba, hicho ni kizuri, kwa sababu mtume na masahaba wote walikuwa katika huda, muongozo wa rashad na uongofu au muongozo. Ala kitabillah, mtume alikuwa akiishi na masahaba kufuata kitabu cha Allah. Oa hivi, acha hivi, abudu hivi, kaa mbali na hivi, hichi acha. Walikuwa wanaishi katika misingi ya kitabu cha Allah, wa ala sunnati rasulillah, na misingi ya sunna ya mtume. Kile kitabu kinasemaje, mtume amefundisha nini, hadithi zinasemaje. Ndio mtume mwenyewe na masahaba walikuwa maisha yao yote, katika mambo yao yote wanaishi hivyo. Fi aqaidihim, katika itikadi zao, mambo ya itikadi wanaangalia masahaba, Allah, mtume wamesema nini. Wa ibadati, na katika ibada zao, swala, funga na mtu wanaangalia si masala mazoea kuna ubaya gani. Hata katika ibada zao pia wanaangalia Allah ambaye ndio mlipa thawabu anataka nini, mtume ambaye ndio mwalimu aliyokuja kutuelekeza Allah anaabudiwa vipi. Ndio maana hata katika usulu salatu mambo, ili uonekane qad haqqaqta shahadata anna Muhammadar Rasulullah, ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajr wa alla yu'bada Allah illa bima sha'a. Allah siabudiwe isipokuwa kile ambacho mtume amekielekeza kama hicho. Kwa hiyo walikuwa wakiishi katika kitabu na sunna kwenye itikadi, wa ibadati, katika ibada zao, wa muamalati, na miamala. Yani wanasema ibada ni mahusiano ya mja na Allah, na muamala
ni mahusiano ya mja na mja. Ndio katika fiqh ndio kuna fiqhul ibadati na fiqhul muamalat. Habari za swala, sijui funga, fiqhul ibadati. Mahusiano yako wewe na habari za kuuziana, kukopeshana ni fiqhul muamalat. Mimi na bwana nikopeshe 500. Dini imesema hivi. Tumeuziana kitabu. Mara Sheikh, kitabu hichi nilinunua lakini nimegundua kumbe nadaiwa. Wewe chukua kitabu chako nirudishie hela mkanunue unga. Lakini mkataba wa biashara ushapita. Dini inakuja na niambia masala ya ikala. Kwamba kweli biashara tayari hata ukimkatalia hauna dhima, lakini mwenzio msaidie kwa sababu amejuta na shida nyingine mrudishie yake na nini. Haya ni masala muamalat ya biashara ya ikala na nini, bai biashara na vitu vingine. Qaraz. Kwa hiyo sasa hao maswahaba ilikuwa kwenye mambo yote, sio kwamba kwenye fiqhul ibadat, kwenye swala wanaangalia kitabu na sunna, kwenye biashara wanapiga picha, hawakuwa hivyo. Ina maana mpaka katika miamala kukopeshana, kwenye kuuza, kununua, kote kule yale kitabu na hii changamoto hata kwa sisi tunaodai sunna fulani anaodai kitu fulani. Kija kwenye biashara zetu miamala yetu kule tuko zero. Kini natua mkoni kwenye kuuza, kununua, bali hakuna cha sunna, kuna cha nini, na mtu anafanya miamala anavyotaka. Sasa Sheikh Rabi wakati anashaisha maneno ama sema hawa masahaba walikuwa wanaishi ni kufuata kitabu na sunna kwenye mambo yao yote. Kwenye itikadi, kwenye ibada, kwenye miamala, wasairi shughulihim, na kwenye mambo yao mengine yote, na kwenye mambo yao yote na mengine, yani ina maana maisha yao yote wanaangalia kitabu na sunna ni wasairi shughulihim, na katika mambo yao mengine hiyo. Wala siyama al-aqida, hasa wala siyama hasa, yani special al-aqida, yani kwenye akida hapo ndo hawafanyi masiara. Hiyo ina maana kwenye miamala na ibadatu hizo kazembea, lakini maana yake ukiteleza kwenye akida kesi yako inakuwa kubwa sana kuliko sehemu. Hasa kwenye akida, yani hapa ndio simche kitabu na sunna, hapo akisauliki hata. Fa Ahmadu, maneno ya mshereshaji Rabi hafidhullah. Fa Ahmadu rahimahullah, Imam Ahmadi yushiru ila hadha al-asli al-azim. Imam Ahmadi kwenye maneno yake misingi ya sunna kwetu na hivi, Imam Ahmadi hapa anaashiria msingi huu mkubwa wa kushikamana na kile ambacho walikuwa wakiishi nacho maswahaba. Imam Ahmadi yushiru ila hadha al-asli al-azim, anaashiria msingi mkubwa. Wa hadhihi al-qa'idati al-'ariba, anaashiria hii kanuni pana. Al-'ariba maana yake ni pana. Imam Ahmad hapa anatuashiria hii al-qa'ida al-'ariba, kanuni pana, allati, kanuni ambayo la yanuddu anha shay'un min al-islam, hakitoki. Hii kanuni ya kuangalia kitabu na sunna, kuangalia maisha ya masahaba, hii kanuni la yanuddu anha shay'un min al-islam, hakuna chochote katika Uislamu kinatoka. Yani katika mambo ya dini hakuna kitu ambacho unaambiwa bwana hichi hapa usiangalie kitabu na sunna, hapa weka pembeni. Mambo ya dini yote yanarudi kwenye msingi. La yanuddu anha shay'un min al-islam, hakuna kinachochoropoka, hakuna kinachokimbia msingi huu chochote katika. Wa khassa al-aqd, hasa masala ya itikadi. Fayaqul, wa hiyo Imam Ahmad anasema usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, kushikamana na kile ambacho walikuwa nacho masahaba. Khilafan li ahli al-bid'ah, ini kinyume, yani wanasuna misingi yao ndio hiyo, kuheshimu na kushika walichokuwa nacho masahaba. Khilafan li ahli al-bid'ah, hii ni kinyume na watu wa bid'ah. Ni wakati wanasuna wanaheshimu hayo, watu wa bid'ah kama Mashia na wengine
maibadi na wengine mbalimbali hawana huo kwa kuheshimu maswahaba sula, bali ni kuwatukana khilafan li ahli al-bid'ah. Fa innama yattabi'una ahwa au wanapata matamanio yao. Mbele kuna ubaya, ana hichi dalili yake kuna tatizo gani? Ahwa. Fa innama yattabi'una ahwa au wanapata matamanio yao. Wayatamiduna na wanategemea, wayatamiduna ala uqulihim alfasida, wanategemea sana akili zao ambazo ni fasida, ambazo haziko sawa kwenye masala haya. Yani akili sasa sio kama wandazimu, hapana, lakini kuacha kitabu na sunna wakafanya akili ndio chanzo, hiyo peke yake tatizo tayari. Kwa yatamiduna ala uqulihim alfasida, wao wanategemea sana akili zao. Au yazumuna annahum ya'tabiduna ala lughati al-arab, au watu wa bid'a na wengine kwamba kwa kitabu na sunna, au wanadai wao wanafuata lugha ya Kiarabu. Yani na maana bwana, hiyo hadithi sahaba walielewaza, hadithi imetajwa kwa Kiarabu na mimi Kiarabu nakijua, nimesoma sana, hivi nimesoma jamia Kiarabu, na mwingine ana degree ya bwana, mimi na bachelor ya Arabi na baccalaureate ya lugha ya Arabia, degree ya Kiarabu miaka 4 tu. Unaniambiaje? Niangalie sahaba akasemaje? Mimi sijui Kiarabu, nimeishi Uarabuni Misri miaka 10 nani? Na hoja hizo zipo sana. Kwa muda mwingine wanadai kwamba wanategemea lugha ya Kiarabu, kitu ambacho lugha ya Kiarabu ni msingi kuijua ili ujue dini, lakini sio Kiarabu peke yake. Maswahaba wenyewe ambao walikuwa Waarabu mafasaha, zipo baadhi ya aya za Qur'ani walikuwa hawazielewi. Hata maneno wafakihatan wa abba, neno abba masahaba ni muuliza mtume maana yake. Wao ni Waarabu, tokea wanazaliwa na kuwa ni Waarabu. Lakini kuna baadhi ya maneno kama mafumu yake. Inna safa wal marwa min sha'irillah, faman hajja albayta aw ihtamala fala junaha an yatawafa. Wapo walio tafsiri vibaya, mama Aisha kawaelekeza hivi na nini. Yani Kiarabu peke yake hakitoshi. Na huu ni msingi muhimu, sababu kuna wengine hata wanafunza mimi bwana natafuta chuo gani, nataka nikasome nikijua Kiarabu tu, vitabu vyote sina haja ya kukaa kwa shehe. Nikijua Kiarabu tunajisomesha mwenyewe. La. Wa fil mukabil, upande wa pili ndio akina sisi wanasema Kiarabu hakuna mpaka Kiarabu cha nini bwana? Mimi nataka vitabu vya akida. Mambo ya nahau na nini? Na wewe pia hautajua hiyo akida yako. Yaani unatakuwa vyote uvisome. Kwa watu wa bid'a wamenya Kiarabu. Ukienda si utamka tu Shamsumari vitabu ya nahau akida karatasi. Ndio anajua Kiarabu mpaka mashairi wanatunga wenyewe. Wanafunzi wanatunga mashairi ya Kiarabu al-arud wal-qawafi. Kwa hiyo muda mwingine wanadai kwamba wao katika ufahamu wao wanategemea lugha ya Kiarabu au ghairia au vingine wanapotaja kuvitegemea binal qiyasati al-fasida, katika vipimo ambavyo vibovu sio vya kuvitegemea katika dini. Yaani mtu akiambaye kwa nini utake kitabu na sunna na maabana ni Kiarabu najua, au mimi hivi au. Kwa hiyo anafanya hiyo ni njia ya kukwepa katika hilo. Amma al-Imamu Ahmadu, ama Imam Ahmad, wa man salafahu, na waliomtangulia. Amma al-Imamu Ahmad, ama Imam Ahmad, wa man salafahu, na waliomtangulia mina sahaba, katika masahaba, wa tabi'in wa tabi'in, wa a'immatil Islam, na maimamu. Imam Ahmad ametangulia na maimamu wenzake kama Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifa. Hao wamemtangulia Imam. Katika maimamu wanne Imam Ahmad ndio mdogo, ndio mwisho. Kwa Imam Ahmad na waliomtangulia nyuma, maswahaba, matabiina na a'immati Islam kama kina Imam Shafi na wengine mbalimbali, hawa fa inna ad-dina alladhi yatamassakuna bi, hawa dini ambayo wanashikamana nayo. Ukisema mimi Mshafi bwana, mimi namfuata Imam Shafi, namfuata Imam Ahmad, basi hawa wote dini ambayo wanashikamana nayo, waliokuwa wanaishikia, huwa kitabu Allah, kitabu cha Allah, wa sunnatu Rasulillah, na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama fi majalil, hasa katika uwanja wa itikadi.
majali ni uwanja. Katika uwanja wa akida hapo hawachezi bwana. Fahum la yakhrujuna an dhalika insha Allah. Hawa hawatoki katika kitabu na sunna biidhnillah. Walikuwa hawatoki, la yakhrujuna an dhalika, hawatoki kwenye mambo yao. Wa fi dhalika alhuda almustaqim, bila shaka kwenye kushika kitabu na sunna ndio kwenye muongozo ulionyooka. Wa fi dhalika alhuda almustaqim, katika kushika hilo ndio kuna muongozo ambao ulionyooka. Imam Ahmad alisema miongoni mwa misingi ya sunna waliqtida'u bihim. Sababu ni yani ukiona maandishi kidogo yaliokuwa katika mabano mazito matini ya Imam Ahmad, na kwa sababu tunaanza kusoma matini, yani wewe kama mwanafunzi wa kitabu ujue yapi maneno ya Imam Ahmad, yapi maneno ya Sheikh Rabi. Ili usije ukasema amesema Imam Ahmad kumbe anakuwa maneno ya Imam. Kwa hiyo unataka ujue hapa ni matini, hapa ni sherehe, hapa ni matini. Waliqtida'u bihim, haya maneno ya Imam Ahmad. Miongoni mwa misingi ya sunna waliqtida'u bihim bisahaba, kuwaiga masahaba. Waliqtida'u bihim yani ja'aluhum qudwa, kuwafanya masahaba ni kiigizo. Haya maneno ya mati mshereheshaji Sheikh Rabi anasema aliqtida'u bi ashabi Muhammad, yani bihim bi ashabi Muhammad. Sheikh anakusudia kuwaiga masahaba wa Mtume Muhammad. Hii bihim inarudi kwa masahaba. Wa humul qudwa, masahaba ndio kiigizo. Wa humul uswa, kiigizo. Sijui kama maneno kama yana tofauti dakika sikumbuki. Kama masahaba ni qudwa ni uswa ndio kiigizo. Na Imam Ahmad anaposema msingi wa sunna kuwaiga masahaba, anategemea dalili gani? Wayushiru ila alhadith, Imam Ahmad anaashiria kile kilichokuja katika maneno ya Mtume. Hii hadithi ya Irbadi maarufu wakati dhakarahu an-Nawawi fil 40, hadithi ya Irbadi bin Sariya, wa fihi wa alaykum bisunnati, yani ndio ushahidi wa kuwafuata masahaba. Na sasa hii hadithi inaelezea makhalifa waongofu. Nadhani maswahaba wengine wanadhani hadithi mtu anaweza akanazi wanasema. Hadithi sijataja maswahaba wote, nimetaja wanne makhalifa waongofu. Lakini mbele zitaletwa hadithi nyingine ambazo zinawataja maswahaba kiujumla. Mtume aliposema man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayejaliwa kuishi maisha marefu atakuja kuona mbele ikhtilafu nyingi. Baadaye Mtume akamwambia nini cha kufanya? Alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, al-mahdiyyin, wenye kuongolewa, walioongolewa. Adhu alaiha bin nawajib, zishikieni sunna hizo bin nawajib kwa magego meno ya pembeni, hayo kitu kikibanwa kitoki. Tofauti na haya mbele ni rahisi kuchomoka. Adhu alaiha bin nawajib, shikeni hizo sunna kwa magego, kwa maana zishikeni madhubuti. Wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, jihadharini na mambo yaliyozushwa. Hadithi maarufu, ukifuata namba 1 chini, ameipokea Imam Tirmidhi, ameipokea Imam Abu Daudi pia na Ibn Majah, na ameisaisha Sheikh Albani akasema ni sahihi. Kwa hadithi ipo katika Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, Tirmidhi wa sahahu al-Albani rahimahullahu al-jami'. Hizi ni dalili unaletewa za kuwapata hao masahaba. Dalili ya kwanza, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashid, dalili ya kuwapata masahaba wanne: Abu Bakar, Umar, Uthmani, Ali, makhalifa waongofu. Haya masahaba wengine tunawapata kwa misingi gani? Na hii tumeambiwa makhalifa waongofu ambao ni wanne. Dalili nyingine ya kuwapata masahaba, wakadhalika hadithul firqati najia, vile umuhimu wa kuwapata masahaba unapatikana katika ile hadithi iliyotaja kundi lililookoka. Ile hadithi ya Mayahudi wamegawanyika makundi mangapi? Hadithu maarufu anasema ni hadithul iftiraqi, au Sheikh hapa ameita hadithul firqati najia. Kwa pia hii mustalahat
hii misamiati kama unashughulika na elimu ni muhimu. Unaweza kwenda sehemu kwenye interview, sio kwenye kusoma, hebu tusomee hadithu al-iftiraq. Unatoa maji al-mafruḍ au mutawaqa, unaijua hiyo. Tusomee hadithu al-firqati najia. Ana hadithi iliyotaja kikundi kilichookoka ni kipi. Tusomee hadithu al-jariya, hadithu ummi zar'i. Hiyo hadithi tusomee ayatul dayn, ayatul kalala, ayatul kursi. Kwa hiyo kuna baadhi ya aya zina majina maalum, kuna baadhi ya hadithi zina majina maalum. Ayatul rajmi ndio katika msahafu mansukh, ash-shaykh wa shaykha idha zanaya farjumuhum albattata. Wa ayatul rajmi. Tayeb, kwa hiyo vile hadithi al-firqati najia hii nama akhbara ar-rasul, pale alipoelezea mtume anna hadha al-umma sataftariqu ila 73 firqa, umma huu wa Kiislamu utagawanyika makundi 73. Mtume ameelezea kwamba umma huu sataftariqu ila 73 firqa, utagawanyika makundi 73. kulluha fi nar, makundi 73 yote motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Qalu, mtume aliposema hivi ni kundi moja tutakaookoka, masahaba wakamuuliza mtume, man hii, ni kundi gani hilo, kina nani hao ambao wataokoka? Qala, mtume akasema ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watu ambao watayashika yale ambayo mimi nipo nayo na masahaba wangu. Kundi litakalookoka ni ile ambalo ma ana alayhi wa ashabi, ni ile litakaloshika kile ambacho mimi ninacho na masahaba wangu. Hadithi ikipata namba moja chini imepokea Imam Tirmidhi na Sheikh Albani pia hasanahu, wanasema ni hadithun hasan, kwa hadithi pia maarufu. Kwa hiyo aliposema maana alayhi wa ashabi wameingia wote wakapata masahaba. Hadithi ya nyuma ilitaja makhalifa waongofu mboni wanne, hiyo imesema watakaookoka ni wale watakaoshika mwenendo wangu na masahaba. Kwa masahaba wote wa mtume wana uzito wao. Thumma qala aidan fi hadithin akhar, pia mtume amesema katika hadithi nyingine, mtume amesema taraktukum ala albaydai, nimekuacheni nyinyi kwenye njia nyeupe. Yani mtume huenda ameongea maneno karibu, mimi nimekuacheni kwenye albayda, njia nyeupe. Lailuha kanahari, njia hiyo kutoka upe wake ukipita usiku kama mchana. Yani njia namna hiyo kwenye huko ukipita usiku mchana hakuna miba hakuna nini. Lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha illa halik, yani achepuki aendi kombo, haiachi njia hiyo illa halik, isipokuwa mtu ambaye ameangalia. Yani njia hiyo sio ya kupotea, anaopotea ni mtu ambaye mwenye ameangalia, yani huyo tena amezidi. Hii yenyewe si ya kupotea, imenyooka vizuri. La azayr almayl, azayr ni kuacha hiyo nyoka ukaenda pembeni. Alamma azagha Allahu qulubahu. Kwa la yazighu anha, yani la yamilu an hadhihi at-tariq, hayati njia ila hali isipokuwa aliyotaka mwenyewe kuangalia. Hadithi hii pia amepokea Ibn Majah na yani Sheikh Ahmad Shakir na Sheikh Albani pia wameisahihisha. Kwa na yenyewe hiyo inasisitiza, yani hapa masala kuwafuata mtume na masahaba. Sheikh katika sheria ameleta hadithi ngapi? Ameleta hadithi 3. Ya tumalizie huo msingi ili tukija kesho tuendelee na misingi mingine aliyotaja Sheikh. Kwa maneno ya Sheikh mshereheshaji Sheikh Rabi anasema fasahabatu tamassaku biha, maswahaba wameshikamana na jambo hili. Maswahaba pia wameshikamana na hii njia nyeupe aliyotaja mtume, maswahaba wameshikamana nayo. Yani kwa nini sisi tuwafuate maswahaba? Maswahaba sababu wameishika hiyo njia ya mtume. Walam najidi fihim halika, ndio maana hatujamkuta katika maswahaba waliokamilisha masharti ya maswahaba, hatujamkuta walioangamia
Kama aloangamia alishakuwa mnafiki nani, kwa hiyo jina la usahaba alishajiacha. Wale masahaba ambao masahaba wamekufa na imani yao na hakuna aliyeangamia kwa sababu walishika hiyo nia. Walam najid fihim halikan, inshallah hatujamkuta yote aloangamia. Wazagha ba'dhu an-nasi ba'dahu, wakaja kuiacha hiyo njia baadhi ya watu baada ya masahaba. Baada ya masahaba kuna baadhi ya watu wakaja hiyo njia ya mtume wakaanza kuiacha. Wazagha ba'dhu an-nasi ba'dahu, baadhi ya watu wakamili wakaiacha ile njia baada ya masahaba. Yani fi akhiri asri sahaba, mwisho wa kipindi cha masahaba, yani mwanzo wa matabiina, yani mwisho wa kipindi cha masahaba watu wakaanza, wengine wakaanza kuiacha hiyo njia, yani vikundi vikaanza. Wakadhalika fi awsati uhudi tabiin, vile katikati ya zama za matabiina, mwisho masahaba, katikati ya kipindi cha matabiina ndio zilivyoanza kwa nguvu habari za kuacha njia ya mtume. Na bid'a zikawa zinaanza, lakini bado ni karne bora hizo, lakini mambo yameanza. Thumma, hii ni taarifa, ni historia muhimu sana ya masala hivi vikundi na bid'a. Thumma intasharat albid'a, baadaye zikasambaa bid'a, zikaenea bid'a. Fabada'at firqatul khawarij, ikaanza kikundi cha khawarij. Yani wale watu ambao sasa walitoka kwenye twaa ya Ali bin Abi Talib, kama tumtaki Ali tumtaki Muawiya, wakaanzisha kikundi chao na nini, kaanzisha pale imani kali kwamba utaki bila mtu akifanya kosa lolote kubwa kafiri, sio Muislamu, akiongopa kafiri, akizini kafiri, akiiba kafiri, akisengenya kafiri. Wakaanza atakfiri bil kabair. Mwanamke akiwa katika hedhi akijifika baadaye analipa swala wakati mtume hajafundisha hivyo. Yani ni mambo tu ya misimamo mizito ambayo sio mafunzo ya mtume. Katokea kikundi hicho. Warawafidhu, katokea mashia. Rawafidh jamu rafidh, mashia na wenyewe wakatokea, ambao hawa walichupa mpaka, yani katika kumpenda Ali wakapita mpaka ambao sheria imeruhusu. Mashia nao nasema warawafidhul ghulatu, yani wakatokea mashia al-ghulatu waliovuka mpaka. Yani maana kuna mashia wa kawaida na kuna al-ghulatu. Hawa katika ghulatu kuna kikundi inaitwa al-ghurabia. Yani kuna kikundi anasema hata utume wenyewe kupewa mtume Muhammad, Jibril alikosea. Utume ilibidi apewe Ali, lakini kwa sababu Ali na mtume walikuwa mtu na kaka yake na walikuwa wanafanana, babu yao mmoja. Kwa hiyo sifa alizopewa zote mnapua yake hivi, alipomwangalia Ali akavumuna Muhammad akaona ndo huyu. Sababu anafanana na Ali, kumbe alitakiwa ampe. Wapo mashia wanasema hivyo, anaitwa al-Ghurabia. Yani kwamba hata utume wa mtume mwenyewe anasema Jibril ali. Wakati Allah anamzungumzia Jibril, nazala bihi ar-ruhul amin, samau amina. Muta'i thumma amin, sahibul amana Jibril. Lakini wao kwa maneno haya ina maana Jibril wakuwa. Na kama Jibril waliotumwa na Allah afikishe utume, kama Jibril wakuwa makini, ina maana ushamtukana na yule afanyaje? Yani kama mimi hapa na mzigo wangu na muangalia mwanafunzi wangu fulani pelekee nyumbani, huyu akaenda Tandale kwa ubwaga kwenye kucheza kwake, tuhuma za kwanza kwa ulimchaguaje huyu mtu, akili zake hazina akili. Mimi nikianza kuamka, jamani nilimchagua fulani nipelekee mboga nyumbani, kaiacha Tandale kaondoka. Nani ulomchagua fulani? Shekhe, watu wote wale unamchagua huyo kwa nini? Mimi nilomchagua sio Tulia, ndio mtuhumiwa wa mwanzo, kwa makini. Kwa kama Jibril unasema sio hivyo na hivi, maana yake unamtukana Allah ambaye ndiye aliyemchagua nani? Yani ndio ubaya wa wanasema. Wakatokea mashia gulat fi akhir khilafati Ali, mwisho wa utawala wa Ali, katokea wa mashia. Fa arsala ilayhim Abdullah ibn Abbas, Ali akawatumia, Ali akamtuma Abdullah ibn Abbas liunawirahum, akafanya nao mdahalo. Ibn Abbas alienda kuongea na wale khawarij wale. Kwa hiyo Ali alimtuma, bali Ibn Abbas alijitolea kwenda kuongea nao. Na faida ilipatikana, na ambao alikuwa kama watu 6,000 hivi ambao kutoka wengi.
Lakini baada ya maneno ya Ibn Abbas karibuni 1400 au 1000 ngapi walirudi katika haki, wengine ndio wakabakia na msimamo. Yaani ni zaidi ya nusu, wengi wali baada ya kuongea nao. Na ni hadithi maarufu ile ya munadhara Ibn Abbas na hawa watu. Kwanza akwambia katika ujanja wake ufanya hii inaitwa kiasa au fitna. Alivaa kanzu moja kali kidogo. Naona wale wazee wa kanzu kali wanapata ushahidi hapo. Piga kanzu za kingapi? Alipiga kanzu kali fulani. Kwa alipofika kwao na wale msimamo wao mkali hivyo tukapata shehe mavazi gani yao bwana na nini? Yaani wakaanza kumtuhumu ile kanzu aliyovaa. Kawasomea haya, qul man harrama zinata Allah lati akhraja liibadi wa tayyibati. Nani anoharamisha mapambo ya Allah? Nani kakwambia haramu kuvaa nguo hii? Wakaanza kugwaa, yani majibu katika haya hawakuwa nayo. Kwa anasema wanachuoni ile ilikuwa ni kama kuwaua kisaikolojia, kwamba baadaye kama hata hukumu ya nguo tu hatuijui, hayo mambo mazito ya kuwakufurisha watu. Yaani kiasi fulani pale mdahalo ushaanza kumalizwa kabla hata kuanza. Mpaka mwisho alipojadiliana nao na nini mpaka mwisho. Kwa hiyo fa arsala ilaihim Abdullah ibn Abbas, Ali akamtuma ibn Abbas ili unadhira makafanya nao mdahalo. Thumma baada dhalika, baada ya hayo kupita, hawa khawarij na mashia sallu suyufa ala almuslimin, wakachomoa upanga kwa Waislamu. Yaani wakaanza chinja uwaua, ndio hiyo mpaka kishukutwa mtu anawawinda Waislamu wenzie sana kuliko wengine. Yaani anaona akimuua imam fulani wa Madina, kamuua shehe fulani, yeye anaenda peponi. Thumma sallu, chomoa panga, ina maana kutangaza vita ala almuslimin, kwa Waislamu. Faqatalahum, Ali akapambana nao. Yaani Ali akapambana na Hawari na kina nani, ndio kuna vita sijui uko na Harawani, kuna vita Sufin, sijui vita gani vingine. Kuna vita vya Hawari sio, kuna vingine mbele, yaani kuna vita Ali akapambana nao. Faqatalahum, akapambana nao, wengine akawaua, kama amara bidhalika Rasulullah, kama mtume alivyoamrisha. Wa ajma ala dhalika man kana fi ahdihi min as-sahaba, wakakubaliana na msimamo wali kuwapiga vita watu wale waliokuwepo kipindi kile katika masahaba. Yaani masahaba wakakubaliana naye, achana vile vita vingine huko nyuma vya Ali upande, Muawiya upande, lakini vile ambavyo amepigana na Khawarij na nini, masahaba wote walimuunga mkono kutokana na msimamo mbaya wale watu wengine. Kwa hiyo wakakubaliana na Ali katika msimamo wale waliokuwa naye katika masahaba. Lam yukhalifu fi dhalika ahad, hakuna yoyote aliyopingana na Ali katika kuwapiga vita wale watu. Yaani masahaba wote walimuunga mkono Ali, hakuna aliyemkhalifu Ali hata mmoja. Walam yantasi fi dhalika karnani, hii lugha hata kidogo ya mafumbo. Hakuna hata pembe mbili zilizogongana katika hili jambo. Yaani ina maana hakuna watu waliorudisha bwana hapa tukawapige vita, Khawarij siwapige vita. Hakuna watu wawili waliopigana pembe. Ina maana watu wote walikubaliana hawa watu wanapigwa vita. Kwa hiyo lugha hii wanasoma, yaani wakitaka kusema kitu wamekubaliana watu wote. Sema kitu hichi lam yakhtalifu fihi ithnani wa lam yantafi fihi anzani au karnani. Yaani hakuna hata wawili waliokhtilafiana, wala hakuna hata mafahari wawili waliopigana pembe. Yaani mambo safi, wote wamekubaliana, hakuna ugomvi wote katika hili. Lam yakhtalifu fihi ithnani wa lam yantafi fihi anzani au karnani. Binafsi kwa napenda haya maneno, shekhe mmoja yuko kwenye daura anapenda kuyatumia. Sema hili jambo ni muttafaqun alayhi, lam yakhtalifu fihi ithnani wa lam yantafi fihi anzani. Hawajapingana hata wawili, wala hakuna hata mabeberu wawili waliopigana vichwa katika hili. Yaani amani tu wamekubaliana. Kwa hiyo shekhe hapa anasema Ali kuwapiga vita wale watu walam yantafi fi dhalika karnani, hakuna mapembe mawili yaliyopigana. Yaani watu wote walikubaliana. Ashahid point mahalu shahid, hitimisho la hichi kipengele, anna liqtidaa fi sahaba, kuwafata masahaba,
Ya taba hili neno shahidi sasa kama unasikiliza sherehe za mashehe kwenye sauti, kama unasikiliza sauti yake. Yaani shehe kusherehesha kitu mwisho lazima useme ashahid kwamba hapo kadha kadha. Kwa maana bwana maneno yote hayo kweli ni kwamba au mahali shahidi ni hivi. Yaani kwa ni kama ufupi wa kile kilichosema pale. Kwa ashahid anna al-iqtidaa bis-sahaba fihi an-najat. Kuwaiga masahaba ndio kuna uokovu ndani yake. Huwa safinatun najat. Kuwafuata masahaba ndio safina ya uokovu. Ndio jahazi la wanasema ni kama jahazi la Nabii Nuhu. Kwamba walioingia mule waliokoka. Kwaona wewe ukiingia kwenye jahazi la masahaba mambo yako. Ukikaa nje hujapanda humo hatari utaenda na maji. Kwa nini masahaba wana nafasi hiyo? Li'annahum shahadu nuzul al-wahy. Masahaba wameshuhudia kuteremka wahi. Qur'an inateremka wapo. Wanajua zaidi mazingira kuliko sisi. Kwa nini nafasi hii masahaba? Shahadu nuzul al-wahy, wameshuhudia kuteremka wahi. Kwa mazingira ya dini wanayajua vizuri zaidi. Watalakau fikha al-Qur'ani wa sunna, wamepokea fikihi ya Qur'ani na sunna, watatubika dhalika na utekelezaji wake ni rasul kutoka kwa mtume. Yaani masahaba wanauluu sana fikihi, maana Qur'ani na sunna wao wamechukua kwa mwalimu mtume. Sasa utalingana vipi na wewe ambao unachukua kwangu au mtu ambaye atalichukua kwako, ambao kuna walimu hapa sijui miangazi mpaka kufika kwa mtume? Kwamba elimu kadiri inavyoenda mbele kitu kadiri nini inakuwa kama nguvu inapungua fulani, yani kama unahitaji ile dawa kuitia maji yani kuna nguvu inapungua tu bana hivi. Kwa masahaba ina maana kitu cha moto moto kutoka kwa elimu mchukua kwa mtume. Ndio maana tunaambiwa tuangalie sana. Fahum qudwa, masahaba ni kiigizo. Walihadha yakulu alayhi salatu wasallam, ndio maana mtume anasema ma ana alayhi wa ashabi, watakaokoka ni wale ambao watashikia kile ambacho ninacho mimi na masahaba wangu. Wayakuna, ndio maana sehemu nyingine mtume anasema alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, ni juu yenu. Alaikum yani ilzamu min alfadhi al-ighra, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu. Leo tusimame hapo. Kesho inshallah tuje kuendelea na msingi mwingine, kujiepusha na bid'a na kujihadhari na masala ya akida, na nadhani tumeanza kuona umuhimu wake. Ni muhimu sana kufahamu kama